Kipindi cha uchaguzi tuliangalia zaidi nidhamu na maslahi ya uchaguzi. Kwa sababu kwanza unajua kama rushwa inapotelewa inatolewa kwa asili sana. Rushwa inakuwa baina ya utoaji na mpokeaji. Sasa hatuwezi kutoa figa tu kwamba zimetupikia siani, lakini kuna watu tulipata taarifa kwamba wametoa rushwa na kesi zao bado ziko zinaendelea kufanya uchunguzi, tuhuma zipo, kwa hiyo tunaendelea kutoa tuhuma. Hatuwezi kutoa takwimu sasa hivi, lakini kwa ufupi kwamba kesi zilikuwepo kweli za utoaji wa rushwa. Lakini wengi wao tuliwaita kwa sababu walifanya bila kujua kwamba wanafanya makosa. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba masuala hayo tunazingatia. Kuhusu maslahi ya wafanyakazi, Mheshimiwa Rais alisema, au sio? Tumeangalia na tunaendelea kuangalia, na ndio nilivyosema mimi. Na rais zaidi na viongozi wetu zaidi wanaangalia maslahi ya chini, watumishi wa chini. Huko juu kidogo hatupitani sana, lakini huko chini ndio kuna mtihani. Na hawa watumishi wa chini hawa maskini mara nyingi tunawasahau. Kwa hiyo lengo hasa sisi ni kuwanyanyua watu wa chini, kuwapandisha juu. Na ndicho ambacho mwaka huu kitafanyika. Inshallah Mungu akitujalia hivi karibuni tuombe Mungu mambo yetu ni vizuri, na naamini kabisa Mheshimiwa Rais hakuahidi tu kwamba ametoa ahadi kwa sababu alikuwa anataka kura, hapana. Aliahidi kuamini kwamba inshallah atalikuwa na uwezo nalo. Na alhamdulillah uchumi wetu umeimarika sasa hivi. Tazameni bajeti ya serikali sasa hivi imefika trilioni ngapi? Karibu trilioni 7-8. Tulianza na trilioni 1 mwaka juzi, mpaka tumefika sasa hivi trilioni 8. Mambo ni mazuri. Huwezi kufikisha trilioni 8 kama una pesa kutosha. Na tunaenda mabarabara mnayaona, shule tunaziona, hospitali, mahakama ndio hizo nilizozieleza. Kila mahali tena zimejengwa kwa pesa za SMZ. Pesa zipo jamani. Zikisimamiwa vizuri pesa zipo. Na ndio maana rais amekuwa mkali sana katika kusimamia fedha za umma. Kwa hivyo mdhibiti anafanya kazi vizuri na sisi tunasimamia vizuri, na watu wa Zaika wanafanya kazi vizuri kuhakikisha hakuna mwanya wa kupoteza pesa zote.